Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imemfikisha katika mahakama ya wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza mfanyabiashara Tadei Sangawe akikabiliwa na mashtaka 9 yanayohusisha ukwepaji kodi, matumizi yasiyo sahihi ya mashine za kielektroniki za risiti yani EFD, uhujumu uchumi na utakatishaji fedha. Upande wa mashtaka unadai kuwa makosa hayo yamesababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi milioni 924, huku shauri hilo likisomwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Fortunatus Kubaja. Akisoma mashtaka hayo kwa niaba ya jamhuri, wakili wa serikali mwandamizi Jaines Kiwelo akiongoza jopo la mawakili wa serikali amesema mshtakiwa anakabiliwa na makosa mbalimbali yakiwemo kushindwa kutii sheria za kodi, kutokulipa kodi ya ongezeko la thamani yani VAT, kupatikana na mali inayoshukiwa kupatikana kwa njia isiyo halali, pamoja na kutoa risiti za kodi zenye taarifa za uongo kupitia mashine za EFD. Leo katika mahakama hii ya wilaya ya Nyamagana tulikuwa na shauri moja la uhujumu uchumi la jamhuri dhidi ya Tadei Zakaria Sangawe. Mshtakiwa huyu anatuhumiwa jumla ya makosa 9. Kwenye makosa haya 9 ikiwemo kosa la kushindwa kucomply na sheria za kodi kinyume na kifungu cha 93 cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 marejeo ya mwaka 2023. Kwa kosa hili mtuhumiwa huyu alishindwa kuwa comply na sheria ya usimamizi wa kodi kwa kushindwa kuwasilisha ritani za kodi ya ongezeko la thamani kwa vipindi tofauti tofauti kuanzia mwaka 2025. Kosa jingine ilikuwa ni kushindwa kulipa kodi hiyo kwa udanganyifu, akashindwa kulipa kodi ya serikali sawa na shilingi milioni 924,336,770 na senti 81. Kosa jingine ilikuwa ni kukutwa na mali ambayo inazaniwa kwamba ameipata kwa njia ya uhalifu au ya wizi kinyume na kifungu cha 312 cha sheria ya Global TV and the Penal Code Cap 16. Kwa kosa hili hapa mtuhumiwa bwana Tadei Zakaria Sangawe alikutwa na mashine ya kutolea risiti ya EFD yani Electronic Fiscal Device iliyosajiliwa kwa majina ya mfanyabiashara mwingine, na yeye ndiye aliyekuwa anatumia mashine hiyo kinyume na taratibu za sheria. Makosa mengine ni kutoa risiti za uongo zinazoonyesha mauzo tofauti kinyume na kifungu cha 97 kifungu kidogo cha kwanza